Maisha ni safari, hatua kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pengine tunaweza kuyafananisha na maendeleo, ambapo kwa tafsiri rahisi ni mchakato wa ukuaji au mabadiliko chanya yanayojumuisha vipengele mbalimbali kama vile uboreshaji wa kimwili, kiuchumi, kijamii na kimazingira. Nchi yetu imeendelea kupiga hatua kubwa tangu Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani Machi 19 mwaka 2021. Hatua hizi tulizopiga katika miaka hii minne zimekuwa na matokeo chanya katika ustawi wa nchi yetu. Tumeshuhudia maendeleo makubwa sana katika sekta mbalimbali kama vile ujenzi, uchukuzi, afya, nishati, maji, elimu na eneo la utawala bora. Mafanikio hayo yamechagizwa na kauli mbiu ya kazi iendelee na falsafa za R4, yani reconciliation kwa maana ya maridhiano, ustahimilivu yani resilience, reforms kwa maana ya mageuzi na rebuilding kwa maana ya ujenzi mpya, chini ya uongozi thabiti wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakala wa Majengo Tanzania TBA, ambayo ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Ujenzi, ni moja ya taasisi zilizofanikiwa sana katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake. Katika kipindi hicho, TBA imeendelea kutekeleza majukumu yake makuu ya kuendeleza na kusimamia miliki ya serikali, kutoa huduma za ushauri na kujenga majengo ya serikali. Baadhi ya miradi ya uendelezaji wa miliki iliyotekelezwa katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni pamoja na kukamilisha ujenzi wa nyumba za wakazi 644 wa Magomeni Kota jijini Dar es Salaam. 3, 2, 1, makofi na vigelegele huko mliko. Ujenzi wa nyumba 150 za awamu ya kwanza na kuanza kwa awamu ya pili ya ujenzi wa nyumba nyingine 150 ambazo ujenzi wake umefikia 27% katika mradi wa ujenzi wa nyumba 3500 katika eneo la Nzuguni jijini Dodoma. Pia katika kipindi hicho cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia kukamilika kwa miradi ya ujenzi wa majengo mawili ya makazi katika eneo la Magomeni Kota awamu ya pili, ambayo yanachukua familia 32, Masaki jijini Dar es Salaam familia 12 na Simeoni jijini Arusha familia 22. Aidha, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia TBA imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa nyumba 4 za majaji katika mikoa ya Tabora, Kilimanjaro, Mtwara na Shinyanga, ujenzi wa nyumba 20 za viongozi katika eneo la kisasa jijini Dodoma, ujenzi wa nyumba 3 kila mkoa katika mikoa ya Simiyu, Morogoro, Rukwa na Katavi, ujenzi wa nyumba 12 za watumishi wa umma katika mkoa wa Mtwara, pamoja na ujenzi wa nyumba 8 za watumishi wa umma katika mkoa wa Pwani. Kadhalika, serikali kupitia TBA katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha na kukabidhi nyumba za kuishi viongozi wakuu wastaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya 4, na mjane wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, ikiwa ni utekelezaji wa kifungu namba 12 cha sheria mafao ya hitimisho la kazi kwa viongozi wa siasa. Vile vile, miradi inayoendelea kutekelezwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 inajumuisha ujenzi wa majengo mengine mawili ya ghorofa ya sakafu 8 yenye uwezo wa kuchukua familia 32 katika eneo la Magomeni Kota jijini Dar es Salaam, ikiwa umefikia 35% na lingine 20%. Ujenzi wa majengo mawili ya ghorofa ya sakafu 6 yenye uwezo wa kuchukua familia 24 katika eneo la Masaki jijini Dar es Salaam, huku ujenzi ukiwa umefikia 80% na lingine 65%. Ujenzi wa jengo la ghorofa la sakafu 9 lenye uwezo wa kuchukua familia 144 katika eneo la Temeke Kota jijini Dar es Salaam likiwa limefikia 40%. Ujenzi wa majengo mawili ya ghorofa ya sakafu 7 yenye uwezo wa kuchukua familia 28 eneo la Ghana Kota jijini Mwanza likiwa limefikia 50% na lingine 25%. Na ujenzi wa nyumba 16 za watumishi wa umma katika mkoa wa Mtwara ambao umefikia 25%. Aidha, katika kipindi hiki cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, TBA imeshuhudia ongezeko kubwa la miradi ya washitiri iliyokamilika, ambapo katika kipindi hicho
jumla ya miradi 321 yenye thamani ya shilingi bilioni 928.7 imetekelezwa. Kati ya miradi hiyo, miradi 230 yenye thamani ya shilingi bilioni 222.18 imekamilika kwa asilimia 100 na miradi 91 yenye thamani ya shilingi bilioni 706.6 inaendelea kutekelezwa. Miradi hiyo inajumuisha miradi ya usimamizi na ushauri, miradi ya buni jenga na miradi ya ujenzi. Baadhi ya miradi hiyo ni pamoja na ubunifu na usimamizi wa ujenzi wa ofisi ya Rais Ikulu Chamwino. 1, 2, 3, makofi na vigelegele. Ubunifu na ujenzi wa mji wa serikali, usimamizi wa ukarabati wa viwanja vya michezo vya Benjamin Mkapa na Uhuru jijini Dar es Salaam, na ujenzi wa vihenge na maghala katika mikoa 8 hapa nchini. Miradi mingine inajumuisha mradi wa ujenzi wa majengo hospitali ya rufaa ya Kanda Chato, ujenzi wa jengo la huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketure, ujenzi wa jengo la wagonjwa wa dharura na jengo la wagonjwa mahututi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi, na ujenzi wa jengo la upasuaji, vifaa tiba na wodi ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Vilevile, serikali kupitia TBA imekamilisha mradi wa ujenzi wa jengo la mkuu wa mkoa wa Mbeya na mkuu wa mkoa wa Simiyu, majengo ya wakuu wa wilaya Ikungi, Mkalama, Mbogwe na Nyang'hwale, pamoja na jengo la ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Butiama na halmashauri ya mji wa Bariadi. Hivyo, katika kutekeleza majukumu yake, TBA imefanikiwa kuendelea kutekeleza malengo iliyojiwekea kwenye mpango mkakati wake wa mwaka 2021-2022 hadi 2025-2026, dira ya maendeleo ya 2025, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 chini ya kifungu cha 55H ibara ndogo ya kwanza hadi ya 7, pamoja na malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Mafanikio hayo yanatokana na usimamizi thabiti wa viongozi wanaoteuliwa kuongoza Wizara ya Ujenzi pamoja na management ya wizara kwa ujumla. Pia, viongozi wa wizara wameendelea kutoa ushirikiano na miongozo mbalimbali ambayo imepelekea TBA kufikia mafanikio hayo.